Karibu sana mfuatiliaji wa Tiki TV. Kutokana na wimbi kubwa la kuchafuka kwa mitandao ya kijamii hapa nchini Tanzania kuhusiana na mabinti ambao wamekuwa wakifanyana uzalilishaji kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo Instagram na TikTok, basi taarifa imemfikia Waziri Dr. Gwajima ambapo aingilia kati sakata la unyanyasaji wa kijinsia wa binti wa chuo kikuu. Basi taarifa iko hivi: kukemea na kuchukua hatua dhidi ya mabinti wanafunzi wa vyuo vikuu waliomdhalilisha binti mwenzao. Taarifa hii imetoka leo Jumapili, ambapo ni Jumapili ya Pasaka tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka 2025. Pamoja na kheri ya Pasaka kwenyu wote, nasikitika kuwapa taarifa kuwa usiku wa kuamkia Jumapili ya Pasaka tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka 2025 nilipokea tags nyingi kupitia mtandao wa Instagram wakinitumia video kadhaa zinazoonyesha mabinti kadhaa wakishirikiana kumdhalilisha binti mwingine kwa maneno na vipigo na mambo mengine mabaya, ambapo watu wa taarifa walidai kuwa mabinti hao wote ni wanafunzi wa vyuo vikuu viwili tofauti nchini, huku wengine wakidai kuwa wanasoma darasa moja na huyo binti wanayomdhalilisha na kumrekodi. Aidha, kwenye mazungumzo yao kama yanavyosikika, inaonekana ni ugomvi wa kumgombania mwanaume anayetajwa kwa jina moja la Mwijaku. Binafsi nimesikitishwa sana kusikia mabinti wasomi ambao wangetakiwa kujikita kwenye elimu na kuunganisha nguvu kupambana kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto, badala yake wanatumia nguvu zao na elimu zao kukatiliana, kudhalilishana na kujidhalilisha wao kwa wao. Udhalilishaji waliofanya kwa binti mwenzao haukubaliki kabisa na unastahili kukemewa kwa nguvu zote, kwani kinyume na sheria zote, na pia sio utu wala sio haiba ya mwanamke wa dunia ya sasa kwamba akipishana jambo na mwanamke mwenzie au mtu yeyote basi amfanyie udhalilishaji, kwani huku ni kujidhalilisha yeye mwenyewe na kudhalilisha wanawake wote. Hatua namba 1: nimewasiliana na manusura kumuunganisha na huduma za ustawi wa jamii, msaada wa kisaikolojia na huduma za dawati la jinsia polisi, ambapo pia atapata msaada wa kisheria ili haki yake itendeke. 2: nawasiliana na wakuu wa vyuo husika kupitia madawati ya jinsia kwenye vyuo husika ili hatua za nidhamu zichukuliwe. 3: nawasiliana na waziri mwenye dhamana na elimu, sayansi na teknolojia pamoja na waziri wa mambo ya ndani kwa hatua zaidi. Wito: tuache kumaliza migogoro kupitia utaratibu wa kudhalilisha wengine. Aidha, wanawake wenzangu wote, hima tulinde heshima na hiba yetu kwa kuungana kutokomeza ukatili wa kijinsia na kwa watoto, huku si wenyewe tukijitenga na hatua za kikatili na kudhalilisha wengine. Hakuna aliye juu ya sheria. Hiyo ni barua kutoka kwa Waziri Dr. Gwajima. Basi hii ni Tiki TV, kiakili zaidi. Jina langu naitwa Self Nicodemus.